Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Nami natunga utunzi, maneno mengi niambe kuhusu hiki kifyonzi kilichochanua pembe. Kimekuwa kama panzi cha guguna na vikembe. Wawapi ndugu, wawapi ukimwi walopuza? Wawapi ndugu, wawapi ukimwi waliopuuza? Huu ni ubeti kutoka katika moja kati ya mashairi muhimu sana ambao niliwahi kukutana nayo. Na leo hii nimekuandalia makala spesheli ya ushairi. Kwa hivyo andamana nami sako kwa bako hadi tamati. Jina langu ni Jibril Adam. Leo hii tunataka kuanza moja kwa moja kwa kuelezea maana ya maudhui katika ushairi. Na kama tulivyowahi kugusia ama kutaja pale mbeleni, maudhui ni mambo makuu yanayozungumziwa katika kazi yoyote ya fasihi. Kwa hivyo tunapotaja ama tunaposema kuhusu maudhui katika ushairi, hivyo basi tunarejelea yale mambo makubwa ambayo yanazungumziwa katika shairi hilo. Mfano, katika ubeti niliyokupatia pale mwisho wanasema katika mshororo, wanasema wawapi ndugu, wawapi ukimwi walopuuza? Kwa hivyo ubeti huo wa shairi hilo moja kwa moja unazungumzia kuhusu ugonjwa huu mkuu ambao umekuwa na madhara makubwa katika dunia nzima wa ukimwi. Kwa hivyo endapo utapata kuulizwa ama kutagusana na swali lolote ambalo linauzia maudhui, angalia ujumbe ambao umekuwa ukizungumziwa katika shairi hilo. Mbali na maudhui, kuna jambo lingine muhimu ambalo msomi yoyote na mwanafunzi yote katika ushairi anafaa kulifahamu. Jambo hili ni uhuru wa mshairi. Uhuru ni uwezo wa kufanya kitu kama mtu anavyotaka mwenyewe. Una uhuru wa kupenda, una uhuru wa kula, una uhuru wa kuongea, lakini jua kwamba katika uhuru huo pia kuna mipaka. Hasa katika ushairi, mshairi ana uhuru wake ambao anaweza akautumia ili kuweza kuboresha shairi lake. Je, ni uhuru gani huo ambao anao? Moja, mshairi ana uhuru wa kutumia lugha anavyotaka yeye bila kuangalia vigezo na misingi ya fasihi ama sarufi. Anatunga bila kuangalia vigezo vyovyote vya sarufi inavyotaka. Uhuru huu unaitwa kuboroga sarufi. Anaboroga, haangalii misingi yoyote. Mfano, sentensi ya Kiswahili inaweza ikawa kwamba mama ameenda sokoni, lakini mshairi atasema sokoni ameenda mama, bora amejieleza. Kwa hivyo huo ni uhuru wa mshairi ambao unaitwa kuboroga lugha ama kuboroga sarufi. Mbali na uhuru huo, mshairi ana uhuru mwingine ambao unaitwa inkisari. Inkisari inamwezesha mshairi kufupisha maneno ili kuwa na utoshelezaji. Kwa hivyo anayafupisha maneno ambayo pengine ni marefu. Mathalan, unaweza ukawa na neno kama vile waliosema. Mshairi analifupisha linakuwa walosema. Kwa hivyo hapo mshairi ametumia uhuru wake wa inkisari kufupisha neno hilo. Kwa nini mshairi anafupisha maneno? Mshairi hufupisha maneno ili katika kule kutosheleza mizani aweze kuwa katika mizani. Tutapata kwamba kuna kifungu cha kwanza cha mizani, pengine mizani 8, alafu cha pili 8. Kwa hivyo akisema waliosema itakuwa 9, lakini akisema walosema inakuwa 8. Kwa hivyo huo ni uhuru wa ufupishaji ambao tumeuita inkisari. Vizuri sana. Kuna uhuru mwingine wa kuzidisha unaitwa mazida. Hasa mazida ni kinyume cha inkisari. Wakati kuna maneno mafupi na anafaa kuyarefusha, tunasema mshairi ametumia mazida. Kwa mfano, neno likiwa walosema atalibadilisha liwe waliosema.
walosema, mizani minne. Waliosema, mitano. Kwa hivyo amezidisha, hiyo inaitwa mazida. Mbali na mazida, kuna matumizi ya lugha ya kale ya zamani. Kuna lugha ya kishairi ya zamani ambayo ilikuwa inatumiwa. Kwa hivyo utakuta washairi wa siku hizi bado wanatumia lugha hiyo. Kwa mfano, kuna maneno ambayo yalikuwa yanatumika zamani, lakini washairi bado wanayatumia ili kuleta ile ladha ya ushairi. Mfano, neno kama vile nina macho, badala ya nina mama, alafu kwenye jicho ama macho utasikia anatumia neno kama maozi, maozi. Nisikize, nisikize. Hata tumia neno hilo, anasema nipulike. Kwa hivyo ukiona matumizi hayo, jua anatumia maneno ya kale ama ya zamani, na wakati mwingi huwa ni maneno ya kilahaja, hususan zile lahaja za zamani. Mbali na hapo pia kuna matumizi ya tumesema mazida, inkisari na kikale. Haya, pia kuna matumizi ya msamiati teule tu ambao unapatikana katika hayo maneno ambayo yalikuwa ya zamani. Haya, baada ya hapo naweza pia nikazungumzia mambo machache kuhusu aina za mashairi. Najua tunaangalia vigezo tofauti, lakini leo tunataka kuangalia aina ya mashairi kwa mujibu wa idadi ya mishororo. Kuna tathmina, kuna tathlitha, kuna tarbia, kuna takhmisa katika mkondo huo. Je, unajua maana ya maneno hayo niliyoyasema? Mfano, mtu akikuuliza shairi la tarbia, utasema lina mishororo mingapi? Tarbia, arba, mishororo minne katika kila ubeti. Takhmisa, khamsa, mishororo mitano katika kila ubeti. Tathlitha, talatha. Utagundua maneno haya yana asili ya Kiarabu, kwa hivyo kama unaelewa inakuwa rahisi mno. Mitatu, na hivyo ukaenda mpaka tathmina moja mpaka yote ambayo tunafaa kuielewa. Haya, hilo ndio jambo lingine ambalo unapotagusana ama unapoanza kuangalia ushairi lazima uyakumbuke mambo kama haya. Alafu pia kuna kigezo cha istilahi kadhaa ambazo tunafaa kuzijua katika ushairi. Mfano, mstari mmoja unaitwa mshororo, ikiwa mingi inaitwa mishororo. Kwa hivyo sentensi ama mstari katika shairi linaitwa mshororo. Mishororo hii ikiwekwa pamoja inajenga ubeti, zinaitwa beti kama ni nyingi, ubeti ama beti. Na katika beti zile kuna ubeti mmoja pale chini ambao huwa unarudiwa ama unakaririwa, unaitwa mkarara, kibwagizo ama kiitikio. Idadi ya zile silabi katika mapigo tunasema ni mizani. Idadi ya zile silabi katika mapigo, kwa mfano, wawapi ndugu wawapi ukimwi waliopuuza. Kwa hivyo utapata 8. Idadi ya mapigo katika mshororo pale tunasema ni mizani. Alafu kuna hizi silabi ambazo ziko ndani na wakati mwingine ziko nje na zinafanana. Kwa mfano, utapata shairi linasema nami natunga utunzi, maneno mengi niambe, kuhusu hiki kifyonzi kilichochanua pembe, kimekuwa kama panzi cha guguna na vikembe, wawapi ndugu wawapi ukimwi waliopuuza, kuna nzi na mbembembe. Hayo maneno ambayo unaona yanafanana hivyo inaitwa vina. Kama ni kimoja kinaitwa kina. Kwa hivyo kuna vina vya ndani na vina vya nje. Alafu mwisho kuna ubeti tumesema, kuna mizani, alafu pia kuna kibwagizo ambacho kinaitwa mkarara pale chini. Nafikiri ukielewa mambo hayo, basi ushairi unakuwa mboga sana upande wako. Je, unaupenda ushairi? Tumefikia tamati. Jina langu ni Jibril Adam.